katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adui wetu amedhoofishwa, milango ya moto imefungwa, milango ya pepo imefunguliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea hali hizi zote rahisi ili tukimbilie katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kwa madakika kidogo ambayo tutakuwa nayo, tutaangalia hadithi tuliyoisoma ya Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anapeana bishara kwa umma juu ya hali namna inavyobadilika mujarrad kwa kuingia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Shawwal au Shaaban baada al-maghrib, kuingia mubashara mwezi mtukufu wa Ramadhan, hali inabadilika. Kuna baadhi ya mambo Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya katika mwezi wa Ramadhan. Mambo haya hayapatikani kwenye miezi 11 katika miezi ya mwaka. Katika miezi 12, mwezi huu mmoja peke yake wa Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala ameinua daraja yake, akaifanya ni mwezi tofauti. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha kana awwalu laylatin min shahri Ramadhan, ikishaingia tu usiku wa kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhan, angalia hali namna inavyobadilika. Sufidati shayatin, mashaitani wanafungwa. Wa maradatul jinn, wale majin ambao wako na shari kubwa kwa wanadamu wote wanafungwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatanguliza jambo hili ili amrahisishie Muislamu na mu'min ambaye anafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zinadhoofishwa zile nguvu za huyo shaitani. Sufidati shayatin, unaanza kufanyiwa mambo rahisi. Adui yako ambaye kwa muda wa miezi 11 ameweza kukushawishi, ameweza kukupelekea katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala haridhii kukuona ndani yake. Adui ambaye huyo shaitani, ndugu zangu katika imani, la ya'rifu an-nawm wala yudriku ar-raha, hajui usingizi ni nini na wala hajui kupumzika. Usiku na mchana kazi yake ni kwenda mbio kumpotosha mwanadamu, kumweka mwanadamu katika njia ambayo haridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndani ya Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala amemfunga, kumfanyia almu'min rahisi. Ayuha almu'minun, kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ghulqat abwabun nar, na milango ya moto inafungwa kutoka usiku wa kwanza kuingia Ramadhan. Kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yuftah minha babun, ikishafungwa milango ya moto haifunguliwi milango ya moto yote, na inabakia hali ya kufungwa mpaka kuisha kwa Ramadhani. Rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zinakuwa nyingi kwa wanadamu. Waislamu ambao watakaoachwa huru na moto na kuwekwa mbali na moto watakuwa ni wengi. Falam yuftah minha babu, inafungwa milango ya moto yote na hakuna mlango unaofunguliwa kutoka Ramadhani ya kwanza mpaka Ramadhani ya mwisho. Kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa futihat abwabul janna, na inafunguliwa milango ya pepo. Falam yughlaq minha babun, milango ya pepo yote inafunguliwa minane,
tunafunguliwa sisi, tunahimizwa sisi kuonyeshwa kwamba enyi waumini zimefunguliwa. Wako wapi wanaitaka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala? Adui wetu amedhoofishwa, milango ya moto imefungwa, milango ya pepo imefunguliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea hali hizi zote rahisi ili tukimbilie katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema alayhi salatu wassalam, wa yunadi munadin, na ananadi mwenye kunadi kila usiku wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala amewaeka malaika ambao kazi yao wananadi, wanaita sauti ambayo hatusikii. Wanasema nini? Ya baghi alkhairi aqbil, ewe ambaye wataka khairi, ewe ambaye wataka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, aqbil, jo, karibia, nionyeshe kwamba unaitaka hii janna ambayo ndani ya Ramadhan imefunguliwa na moto imefungwa, nionyeshe. Wayunadi munadin, huyo anayeita na kwambia ya baghi alkhairi aqbil, ewe unayetaka khairi, ewe uliyesikia khairi, ewe uliyesikia hali ya janna ndani ya Ramadhan, aqbil, nionyeshe, nionyeshe kweli unaitaka hii janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, ananadi akisema ewe unayetaka shari, achana na shari, kaa mbali na shari na kutakia khairi, uko kwenye mwezi wa khairi. Kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ako na baadhi ya watu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah ako na watu ambao ndani ya Ramadhan anawaacha huru na moto, majina yao yanatolewa katika watu wa motoni. Wadhalika fi kulli layla, na sifa hii ya watu kutolewa katika moto ni kila siku ndani ya Ramadhan. Bimaana rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu katika imani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan zinakuwa ni nyingi. Kutoka Ramadhani ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha hali, anataka waja wake wawe karibu na janna yake, wawe mbali na moto. Anataka waja wake Allah subhanahu wa ta'ala wakimbilie katika kutaka msamaha wake na wawe mbali na madhambi. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainisha kwamba milango 8 ya pepo inafunguliwa, hii pepo ndugu zangu katika imani sio rahisi kuifikia, ila ikiwa mwanadamu atajitahidi katika kumwonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wake kwa kufanya a'mal ambazo zinamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na nidhamu na kuwa na bidii na kudumu katika hali hiyo mpaka kufika wakati wa kuondoka kwenye hii dunia. Muhammad ibn al-Munkadir anatupatia mfano mzuri ya namna mwanadamu anapokuwa kwenye hii dunia na matamanio yake ni janna. Anatuonyesha namna akipigana na nafsi yake, namna akielekeza hii nafsi ambayo ni yenye kumwamrisha mwanadamu katika mabaya, namna akipigana na nafsi yake na kuiweka katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka. Muhammad ibn al-Munkadir anasema kabattu nafsi 40 ama, nimepigana na nafsi yangu kwa miaka 40
hatta istaqamat li, mpaka ikasimama na ikawa katika njia ninayotaka mimi. Miaka mingapi? 40 ama. Asema kabatu nafsi, napigana na hii nafsi, inanipeleka huku nairudisha, inanipeleka njia asiyotaka Allah nairudisha, napigana na hii nafsi hatta istaqamat li. Mujahadatu nafsi, wa kila anaitaka hii janna ambayo imefunguliwa ndani ya Ramadhan, la budda an tujahid nafsak, uonyeshe ukweli wa nafsi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika salaf alikuwa katika hali ya sala, na kwa namna ile sala ilivyokuwa kwa urefu, mguu wake ukaanza kufura. Akaigeukia mguu wake na kuiambia, ya ammaratu bisu, ewe ambaye unaniamrisha maovu. Anazungumza na mguu wake, hali imebadilika ya mguu, imefura. Angalia anaiambia nini mguu wake, anaonyesha kwamba nimeingia mujahada wa kuitafuta janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ammaratu bisu, ewe unaniamrisha mabaya, ati unanionyesha umechoka ama umefura. La, ya ammaratu bisu ma khuliqti illa lilibada, ewe mguu wangu uliofura huu haukuumbwa illa kwa ajili ya kufanya ibada. Walielewa mujahadatu nafsi, wameelewa kwamba kufikia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala haifikii kwa rahisi, illa ikiwa mwanadamu hatoitii nafsi yake, illa ikiwa binadamu atakimbilia daima katika kuonyesha kwamba yeye kweli anaitaka janna ya Allah katika kufanya matendo mema. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema katika kitabu chake Miftahu Dar as-Saada, asema waqad ajma'a uqala'u kulli umma, wameafikiana wenye akili kwenye ulimwengu wote, wameafikiana nini? Asema anna an-na'ima la yudraku bin-na'im, kwamba mambo mazuri, mambo ya khairi, mambo yenye kufurahisha, la yudraku bin-na'im, huwezi kuifikia kwa urahisi. Wa anna man athara ar-raha fatathu ar-raha, yule ambaye atataka kufuata raha na kuitii nafsi yake, fatathu ar-raha, ile raha ya ukweli itampita. Kisha anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, idha ta'iba al-'abdu qalila, mwanadamu akichoka kidogo kwenye hii dunia kwa kupigana na nafsi yako, kwa kujitahidi katika ibadat, fa idha ta'iba al-'abdu qalila istaraha tawila, atastarehe sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika janna. Wa idha tahammala mashaqqata as-sabr sa'a, na akivumilia uchovu na dhiki anayoipata ya saa moja kwenye hii dunia, saa moja unayokuja msikitini kusoma Qur'an, saa moja unayozuia nafsi yako baada salati al-isha usiende nyumbani kupumzika na kulala ukasali tarawih, saa moja hiyo ambayo unakimbia kwenda kusaidia maskini, saa moja unayokwenda kuunga nayo kizazi, hii saa moja ambayo unainyima nafsi yako kufanya khairi. Idha ta'iba al-'abdu qalila istaraha tawila wa idha tahammala mashaqqata as-sabri sa'a, hii saa moja ukivumilia kwenye hii dunia, qadahu li hayati al-abad, itakusaidia hii saa moja katika maisha ya milele mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jahid nafsaka ayuha almu'min, pigana na nafsi yako, haijabaki illa masiku machache katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tukimbilieni ndugu zangu katika iman
katika kuwa ni wenye kusoma Qur'ani kwa wingi na kusimama kwenye visimamo vya salatu alqiyam usiku na kukithirisha ad-du'a tunapoamka suhur, na tuleteni istighfar na tauba kwa wingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tukimbilieni katika mambo ya khairi na tuwafanyeni wema almasakin walyatama wadhuafa, na tuishi na watu vizuri katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapenda waja wake ambao wanapoishi na watu wanaishi vizuri na wanaishi kwa kuelewana. Tukimalizia ndugu zangu katika imani, hadithu al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hakika ni matendo yenu pekee yake mnayoifanya kwenye hii dunia, uhsiha lakum, na wahifadhia na waekea. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, faman wajada khairan falyahmadillah, mwenye ambaye atapata khairi siku hiyo ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, falyahmadillah, anihimidi mimi na anishukuru. Waman wajada ghaira dhalik, na yule ambaye atapata tofauti, hatoona mema katika siku hiyo, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Ndugu zangu katika imani, tuko na fursa ya kujenga alaka nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko kwenye mwezi mtukufu, mwezi ambao kama tulivyosema mashaitani wamefungwa, milango ya pepo iko wazi, milango ya moto imefungwa. Tukimbilieni katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuonyesheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa nafsi zetu. Ibadallah, استكثروا من الصلاة والسلام عليه، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى حيث قال، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.